Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Na wasalimu kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hapa ni katika kanisa la TAG Yesu yu hai Masasi. Siku ya leo mimi kama Amos Kapinga, mshirika wa kanisa hili, natamani kukuelezea na kukupa ratiba zetu za ibada za siku ya Jumapili na ni matukio gani ambayo huwa yanatokea katika ibada zetu. Jambo la kwanza, tunaanzaga na kipindi cha maombi asubuhi, kwa maana kufungua ibada yetu kwa maombi. Lakini baada ya kumaliza maombi tunakuwa na kipindi cha kumwabudu Mungu, lakini pia tunamsifu Mungu kwa njia ya tenzi lakini pia kupitia nyimbo za sifa. Na baada hapo tunamwabudu Mungu, na baada ya kumaliza kumwabudu Mungu tunaingia katika kipindi cha maombi, na baada ya kumaliza maombi tunaingia katika kipindi cha neno la Mungu. Tunajifunza neno la Mungu, na baada ya kumaliza neno la Mungu huwa tunaingia pia kwenye maombi kwa lengo la kumwomba Mungu. Tukishamaliza maombi hayo ya kumwomba Mungu baada ya neno, tunaingia pia katika ratiba nyingine ya kipindi cha kumtolea Mungu. Na tukimaliza swala la matoleo, kwa maana ya mafungu ya 10 na matoleo yale ya kawaida, tunaingia katika kipindi kingine ambacho kinahusu matangazo. Kwa hiyo mimi nipende kuwakaribisha sana, lakini ninaye mwenzangu ambaye atakwenda kutuelezea kwa habari ya muda na ratiba rasmi ambazo tunakuwa nazo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Yangu majina naitwa Boaz Andrew, ni mshirika wa kanisa zuri ya Yesu yu hai Masasi. Na pia kwenye ratiba zetu za ibada, Jumapili asubuhi baada ya maombi na maombezi inaanza saa 1 kamili kwa ajili ya kuandaa ibada ya maombi. Saa 1:30. Praise team anasimama saa 1:30 hadi saa 2 kwa ajili ya kuongoza ibada ya sifa. Kwaya itasimama, na pia kuanzia saa 2:30 mtumishi wa Mungu anasimama madhabahuni kwa ajili ya kuhudumia kanisa lake. Hadi kufika saa 3:30 Mungu anakuwa ibada yake ya mahubiri imeisha hapo. Pia wakati saa 3 kishaingia saa 3:30 ni muda wa maombi na maombezi. Pale Mungu tunamwachia Mungu aongee na watu wake hadi saa 4 kamili. Baada ya hapo ndo taingia muda wa sadaka matoleo, ambayo inakuwa ni saa 4 kamili na kuendelea hadi saa 4:30 muda wa matoleo. Na pia katika kumalizia ni muda wa matangazo, ambao inakuwa ni saa 4:30 hadi dakika 45. Baada inakuwa inaishia hapo hadi Mwenyezi Mungu anapojalia kuisha kwa ibada, ratiba inakuwa kuisha kwake. Na pia kingine kwa kukaribisha watumishi wa Mungu kuwa siku ya Jumapili ni siku ambayo ni ya kupokea baraka zako. Wiki nzima Mungu ametembea na wewe kwenye ibada zote, lakini sasa siku ya Jumapili ni muda wa kukutana na roho ya Mungu na kukutana na uwepo wa Mungu, kwa sababu ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anaachilia kibali kwa watumishi wa Bwana. Na kukaribisha sana mtumishi wa Mungu unayesikia sauti hii, mimi wako Boaz Andrew, na tuko hapa Yesu hai Masasi, tuko Sokosela. Tunakaribisha jamii, wapendwa wote mnatufuatilia, tuko mahali hapa jamani, Yesu hai, tunakaribisha sana. Amen. Bariki sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Be blessed.